Eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam tulikamata dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu 40.32 zilizokaushwa na kufungwa kama viungo dawa. Dawa hizo zilikuwa kwenye paketi 80 zenye maandishi ya dry basil leaves zikiwa tayari kusafirishwa kwenda nchini Canada na Italy. Watu wawili ambao ni Yusufu Kibaha mwenye umri wa miaka 35 na Mohamed Ramadhani mwenye umri wa miaka 41 walikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Taarifa za kiuchunguzi zimebainisha kwamba dawa hizo za kulevya ziliingizwa nchini kwa njia ya kificho kutokea nchi jirani na zilitumwa kupitia kampuni ya usafirishaji. Aidha, imebainika kuwepo kwa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi ambao hutumia bodaboda na kujenga mahusiano ya karibu na mawakala wa kampuni za usafirishaji nchini Tanzania ili kurahisisha usafirishaji wa dawa za kulevya. Dry basil leaves ni viungo, ni majani yenye harufu nzuri na wakati mwingine hutumika kama viungo kwenye chakula, wakati mwingine huwekwa kwenye chai, wakati mwingine pia hutumika kama viungo dawa kwa ajili ya kutibu kichwa na wakati mwingine kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo wa chakula tumboni. Kwa hiyo hawa wahalifu walitumia jina hili na kwenye zile pakiti kama mtakapoviona kwenye picha wakazifunga vizuri ili kusafirisha kwenda nje kama viungo dawa. Kumbe ndani yake wameweka dawa za kulevya. Lakini hii mbinu tumebaini na kuweza kuwakamata. Lakini pia kibaya zaidi kinachotumika ni kutokana na taarifa zinazowekwa kwenye vile vifurushi vinavyosafirishwa kwenda nje. Wanaweka taarifa za bodaboda, wale wanaenda kupokea hivyo vifurushi kutoka kwenye mipaka na kuzileta kwenye kampuni za usafirishaji kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje. Lakini pia kibaya zaidi ni kwamba zile bidhaa zinatengenezwa huko, lakini zinapoingia na kusafirishwa kwenda nje zinawekwa nembo kwamba ni made in Tanzania, kwamba zimetengenezwa nchini Tanzania. Kwa hiyo endapo zitakamatwa huko nje, ina maana zitachafua taswira ya Tanzania kwamba sisi tunasafirisha dawa za kulevya. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.